itabaki kuwa hivyo siku zote. Umesikia neno lake vile limesema ya kwamba mtumwa akae nyumbani na baba yao, ila mwana ukaa. Kwa nini umekuwa mtumwa? Kwa sababu ya dhambi. Umekuwa mtumwa kwa sababu hujui ni nani anafaa kuokoa. Yesu peke yake ndiye ako na uwezo wa kukuokoa, wa kukukomboa, akutoa katika mahangaiko ya dunia hii, akupeleke katika ufalme wake, kwa sababu anaeleza wanafunzi wake pale Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wangu na mengine yote mtazidishiwa. Yesu akizungumza hivi ana maana gani? Alikuleta hapa dunia hii sio kwa sababu ya kutumikia Mungu, sio kwa sababu ya kuangaizwa na majini na mapepo. Hapana, alikuleta hapa ili ukastarehe. Alikuleta hapa ukaishi muda mchache, ukamwabudu, ukafanya mapenzi yake, kwa sababu pale mwanzo alisema tuumbe mwanadamu kwa mfano wetu, akatawale baharini, akatawale samaki na wanyama wote katika dunia hii. Kwa hivyo Mungu ana makusudi ya kukuleta hapa Isili, ana makusudi na maisha yako, na mimi nimesimama nikuelezee vile neno lake linasema. Usiwe mtumwa katika dunia hii. Ina maana gani upate magari? Ina maana gani upate manyumba? Ina maana gani upate wanawake wengi lakini ukaukosa ufalme wa mbinguni? Ina maana gani ukuwe na wanawake hata 7, ukuwe na wazinzi, ukuwe na umalaya, ufurahie dunia hii, lakini mwisho wake ukapotea? Ina maana gani umiliki hata Izini yote, ujenge magorofa, lakini mwisho wa siku ukaukosa ufalme wa mbinguni? Haina maana. Ndio maana Yesu ametutuma hapa siku ya leo, na Yesu habagui uwe ni wa Catholic, uwe ni wa Methodist, uwe ni Muislamu. Yesu habagui, anawapenda wote, anakupenda, anakulilia mpaka leo. Damu yake inanena mpaka leo, anakuhitaji wewe. Ndio maana amekupatia muda wa kutosha. Haujakufa na ajali, haujakufa mwaka jana, haujakufa jana. Wengi wameenda, lakini wewe umebaki, kwa sababu bado Yesu anakupenda. Amekupatia hii nafasi siku ya leo, ukapate kulipokea neno lake, ukapate kumpokea, kwa sababu amesema yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, yeye ndiye aliye na uzima wa milele. Sasa ukimkataa, ukisema Yesu si mwana wa Mungu, utaingiaje mbinguni? Utakuwa kumi jehanamu. Yesu anakupenda, ndio maana amekupatia hii nafasi katika siku ya leo. Tukuje hapa tukanene neno lake, nao ukalisikia. Usifanye mchezo. Wewe unaweza ukawa mwanadamu wa kawaida utii Yesu, lakini wachawi na waganga wanamjua. Yesu si wa kawaida. Akiingia maishani mwako siku ya leo, hata kufanya wewe vile ambavyo alikuleta katika hii dunia akiwa na mipango. Umetolewa katika mipango yako kwa sababu umeungana na watu kukataa Yesu. Umetolewa katika mipango yako, sasa unahangaishwa na shetani. Shetani anakuonyesha magari ndio unaenda kwa Yesu. Hapana. Shetani anakuonyesha kazi ndio unaenda kwa... Hapana. Shetani anaweza akakubariki. Si uangalie maandiko uone. Anaenda kwa Yesu akamwambia, ukiniamini nitakupatia hizi zote miliki zangu. Ana uwezo wa kukupatia, lakini neno la Mungu linasema anatafuta wa kwenda kuchoma nao, kwa sababu ameandalia makao ya mwisho ambao atachoma jehanamu na malaika zake, vile walivyoasi Mungu. Na wewe utaungana nao kwa sababu ya kumkataa Yesu, utachomwa jehanamu pamoja na shetani. Nimekuja siku ya leo na kueleza wasiwasi.
kama vile mtumishi wa Mungu ametusomea neno lake. Umesikia Yesu aliwaeleza wasiwasi, wengine hata walitaka kumpiga mawe aliposema hili neno limetimia katika siku ya leo, ya kwamba Mungu alimpia mafuta ili akaelezea watu habari njema ya ufalme. Yesu aliposema hivyo, wakasema, wewe ni nani? Wewe si ni mwana wa Yusufu? Tunakujua, wacha uongo wako. Lakini Yesu akawaambia, kabla ya Yusufu nilikuwa, kabla ya Ibrahimu nilikuwa, kabla ya baba yangu Ibrahimu nilikuwa. Hata mimi nakueleza katika siku ya leo, kabla ya Ibrahimu Yesu alikuwa. Yesu ni mwana wa Mungu. Anasema katika kitabu cha Revelation, yeye ndiye mwanzo tena mwisho. Hakuna jina lingine lipasalo kuokoa mwanadamu. Matendo ya Mitume 4:12. Hakuna jina lingine tulilopewa duniani lipasalo kukuokoa, kukutoa kwa magonjwa, kukutoa kwa umaskini, kukutoa katika mahangaiko ya dunia hii. Ni jina la Yesu peke yake. Yesu anaweza. Bila kueleza, Yesu anaweza. Tena ametutuma tukueleze anakupenda. Ukimkubali katika siku ya leo, Yesu hatakupenda, hatakuandika katika kitabu cha uzima wa milele. Ukimkataa, hata ukifika tu pale, atakuuliza, uliona watumishi wangu wakihubiri, wakakusema mkiri, ukakataa. Sasa haitakuwa na njia nyingine ya kuokoka. Huwezi kuokoka ukiwa umekufa. Ukishakufa ni hukumu. Neno la Mungu linasema ukifa ni hukumu, baada ya kifo ni hukumu. Hata mimi nakueleza hivyo, baada ya kifo ni hukumu. Mkubali Yesu siku ya leo. Sikutishi ili umkubali, na kuambia wasi, kwa sababu ametutuma tukuambia wasi, bila kuficha, bila kupepesa macho, tukuambie wasi. Ukasikia katika siku ya leo ya kwamba anakupenda, na anasema ukimkataa, hata yeye atakukataa mbele za Baba yake. Yeye ndiye mwanzo tena mwisho, ambaye yupo na hata kuwepo mwingine kama yeye. Yeye tu peke yake aliye na uwezo huo. Ni kweli watu wamepoteshwa na shetani. Ni kweli wameweka dini nyingi. Ni kweli wana habari nyingi wameeleza ya kwamba ni uongo, ya kwamba Yesu si mwana wa Mungu, ya kwamba Mungu hakuzaa wala hakuzaliwa. Lakini mimi nakueleza wazi, Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anabariki, Yesu analinda. Ukiwa na Yesu huwezi tishwa na waganga. Uwaeleze wale unawaogopa, waambie niko hapa. Mwambie majina yangu kamili naitwa Godfrey. Mwambie aniroge. Waganga ni mende, ni takataka. Hawezi tupisha tukiwa na Yesu. Yesu ni kimbilio. Yesu ni ngome imara. Yesu ni kimbilio la wanadamu. Hakuna pumziko kwa mwingine. Mathayo 12:28 anasema, njooni kwangu ninyi mliolemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Hakuna mwingine aliyesema hiyo. Musa hakusema, Elija hakusema. Walisema Bwana amesema. Sasa Bwana mwenyewe alishuka, akatembea duniani, akatueleza tuje kwake ambao tumelemewa na mizigo mizito, naye atatupumzisha. Ambaye ni mwana wa Mungu, hakuna mwingine anaweza kutuokoa. Ni Yesu peke yake. Yesu peke yake. Ndio maana tuko hapa siku ya leo kukueleza habari za Yesu, ambaye Yesu ni muweza wa yote. Yesu anaponya, Yesu anabariki, Yesu anaokoa. Na kueleza mpendo, na kueleza kaka yangu, ndugu yangu, Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Yesu anakupenda. Toka kwa dhambi, toka kwa kuhangaika, toka kwa uganga, toka kwa uchawi. Yesu anakupenda. Uganga utakupeleka popote.
Uganga hautakupeleka popote, Ufisi haitakupeleka popote, kazi ambazo hazina Mungu hazitakupeleka popote. Toka kwa umalaya, toka kwa uzinzi, toka kwa njia ambazo hazipendezi Mungu, toka kwa majini, toka kwa majini. Yesu anakupenda, Yesu anakuita. Dhahabu na fedha ni mali yake. Anaweza kukupatia bila majini, anaweza kukupatia bila kuroga majirani, anaweza kukupatia bila kutesa watu wake, anaweza. Mimi nakueleza jioni ya leo, Yesu anaweza. Ametutuma tukuite, tukuambie Yesu anakupenda, Yesu anakuita. Isili Yesu anawaita, wafanya biashara wa Isili Yesu anawaita, wakaaji wa Isili Yesu anawaita. Jioni msikilize anavyosema. Anawapenda wale wampendao, anawapenda wale wampendao, anapenda wale wamkirie, naye atawakiri mbele za Baba. Atawaandika katika kitabu chake cha uzima wa milele, kwa sababu yeye ndiye atasimama kama mwana kondoo akihukumu kabila 12 za mataifa wote. Wale ambao wanampenda, wale ambao wameamua atakufa. Lakini Stefano wamepigwa mawe, lakini wakasema ndio, wacha niende kwa sababu ya Yesu. Paulo amekatwa kichwa, akasema wacha niende kwa sababu ya Yesu. Petero amesema msinifanye kama Bwana wangu, nishukisheni kisha chini, nikateni, lakini niende na Yesu. Hata mimi nasema jioni ya leo, nipigeni ama mnikatae, lakini niende na Yesu. Naita mtu mmoja tu katika Isili, na yeye aseme ninayoyasema, ya kwamba Yesu anaokoa, ya kwamba hakuja aokolewe tu katika siku ya leo. Ingawa tukikutana pale mbinguni, Yesu aniambie, hii ndio ile kazi ulifanya pale Isili, hii ndio ile kazi ulifanya pale Isili, kwa sababu ametutuma tukueleze habari njema. Ametutuma tukueleze habari zake za ufalme, kama vile alivyotumwa na baba yake, na yeye akasema amewatuma hawa, na Yesu akawatuma kina Petro, na sisi tumechukulia hapo kwa kina Petro. Bado tunaendelea kukueleza kwa upendo. Yesu anakupenda, Yesu anakupenda Isili, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda. Nataka nikaombe na wale ambao wamesikia ujumbe huu, na wamesikia kuhukumiwa katika mioyo yao, wamesikia kuhukumiwa, wamesikia kuchomwa na ujumbe wa Yesu, na wao wakamgeukia wakasema, hata sisi tutampenda huyo Yesu. Kama kweli ana uzima, hata sisi tutampenda. Kama kweli kwa Yesu kuna furaha, hata sisi tunampenda. Kama kwa Yesu kuna upendo, hata sisi tunampenda. Kama Yesu anatoa watu kwa uganga, hata sisi tunampenda. Kama Yesu anatoa watu kwa umalaya, kwa uzinzi, kwa vitu ambavyo havifai, Yesu, watu wako wanasema wako tayari. Yesu, watu wako wanasema wako tayari. Yesu, tuma malaika mahali hapa Bwana, wakawaandike Bwana watu hawa majina yako, maana wamesikia Jehova. Sijui ni mmoja ama ni wawili. Yesu, wewe ndio unayejua, wewe ndio unayejua, wewe ndio unayejua Bwana. Watu wako wamekukubali Bwana. Yesu naweza Bwana, unayeamini pamoja nami, shika tu kifua chako, uelekeze mkono wako juu. Ni ishara ya kuonyesha umesherenda kwa Yesu. Usiogope watasemaje majirani. Stefano hakuogopa, Stefano hakuogopa. Alipigwa mawe kwa ajili ya kumkiri Yesu. Hata Lazaro alipofufuliwa walitaka kumpiga mawe, kwa sababu hawakutaka ushuhuda wa Yesu uendelee. Usiogope, hata mimi niko hapa, siogopi.
natamani sana kwenda nikamwona Yesu. Na wewe uingie na imani kama hiyo, utamani kwenda kumwona Yesu, utamani kumwona Yesu, ukaone maisha ya milele, ukaone maisha ya furaha, ukaone maisha ambayo Yesu anakuandalia kule mbinguni kwa Baba yake. Yesu anakupenda. Inua mikono wako juu, usike kifua chako, nikuombe na wewe katika siku ya leo. Ukiri maneno haya tu, kwa sababu Yesu tu ukimkiri tu atakusamehe. Yesu ana upendo sana. Sijaona mwanadamu mwingine katika mitume wote aliyekubali kuuawa kwa ajili ya watu, ila Yesu alikubali kufungua kile kitabu pale mbinguni. Alikubali kufungua kitabu pale mbinguni. Kitabu hichi kilikuwa kila mtu anakiogopa, hichi kitabu cha uzima wa milele, lakini Yesu alikifungua. Alikufungua hicho kitabu ili akaweze kukuokoa wewe mwanadamu, ili aweze kuokoa wewe mwanadamu. Mkubali tu Yesu. Ninakututisha na kuambia mkubali Yesu, maana ana upendo sana na maisha yako. Yesu ni mzuri sana, hakuna kama yeye duniani na hatatokea. Yesu ana upendo mkubwa, hatuwezi kueleza upendo wa Yesu tukamaliza katika siku ya leo, lakini Yesu ni mzuri. Sema, Bwana Yesu, ninakupenda, nimesikia neno lako Yesu, nimekukiri katika siku ya leo Bwana, ukanisamehe dhambi zangu Jehova, ukaniokoa na mauti ya jehanamu, ukaniandike katika kitabu chako cha uzima wa milele. Yesu, nami nakuita kama mtumishi wako. Watu hawa wamekukiri Yesu, wamesikia lile neno ambalo umenituma nalo ya kwamba unawapenda Bwana, na mimi nawaombea kwako Yesu, kawalinde ukawaprotekti Jehova, kawaokoe Bwana na yule mwovu, kawatengenezee maisha yao ya amani, kawatengenezee maisha yao ya upendo, kawatengenezee maisha yao ya furaha Jehova. Wewe Yesu unaweza Mfalme, kama vile vile yote yamekwisha pale msalabani. Yesu, hata leo yameisha hapa, kwa sababu neno lako linasema ya kale yamekwisha pita, tazama yamekuwa mapya. Watu wako wamekukiri Yesu, maisha yao yakawa mapya. Kawatoe kwa uganga wao Jehova, kawatoe kwa mairizi Bwana, kawatoe Bwana kwa majini na mapepo. Yesu, kawaokoe Bwana, wakujue wewe Mungu wa pekee, kwa sababu ni wewe tu uliye na uwezo Mfalme. Watoe katika kudanganywa na mababu, mizimu na ibilisi na laana zinazowafuatilia. Waokoe Bwana, kwa sababu wewe ni mkombozi mwokozi. Ninawaombea tena na tena Jehova, watu wako hawa waliokupokea Mwokozi, watengenezee njia Bwana wakukutafuta Bwana na wakukujua wewe Mungu wa pekee, kwa sababu unaweza Mfalme. Kama vile ulivyoniokoa, nawe Yesu kawaokoe, kawatoe kwa uganga wao, kawatoe kwa Illuminati, kawatoe kwa Freemason, kawatoe kwa laana zinazowafuatilia Bwana, kwa sababu neno lako linasema ulidhihirishwa Bwana ili ukavunje laana Mwokozi. Ulidhihirishwa Bwana ili ukavunje laana Mwokozi. Vunja kila laana inayowafuatilia Mwokozi, vunja kila mizimu inayowafuatilia Jehova, vunja kila uganga wa familia unaowafuatilia Mwokozi. Yesu, naweza Mfalme, watu wako Bwana ukawafundisha. Umesema Roho wako Mtakatifu atawashukia, atawafundisha Bwana. Washukie jioni ya leo Bwana, ukawafundisha jinsi wapasavyo kufanya Bwana, wakatafuta mahali ambao watakuwa wakifanya ushirika Bwana,
ili Bwana wakakusifu pamoja na wale wengine wanaokupenda Mwokozi. Yesu watangulie usiku na mchana, kawatangulie Bwana. Wote ulio hapa uko mgonjwa, yale magonjwa sugusugu ambayo yamekusumbua, Yesu anakuambia mpatie hiyo magonjwa, mpatie hiyo magonjwa, mpatie hiyo magonjwa yanayokusumbua. Kama wewe si muoga, tangulia hapa tuombe na wewe sasa hivi. Yesu akuponye bila kulipishwa hata shilingi moja. Yesu ana upendo sana na wewe. Wacha kuogopa. Sisi hatuitishi mbegu, hatuitishi sadaka ya madhabahu. Tunakuambia tu jina la Yesu na litakuponya, kwa sababu Yesu yuko hapa, hatakuponya. Hatujajileta hapa wenyewe, ni Yesu ametutuma kutangaza habari zake. Uko na kansa ile imeshindikana kwa madaktari, kuja hapa, mimi nitakuombea. Uko na ukimwi, ile mgonjwa nzito kabisa ile imeshindikana kwa hospitali, kuja nikaombe na wewe katika jioni ya leo. Ninamwamini Yesu. Kuna mwingine kama wewe nilimuita na akaponywa. Hata wewe katika siku ya leo ninakuita kwa jina la Yesu, njoo nitakuombea na utaponywa. Kuja. Mtumishi wa Mungu amesema tusiogope, bado unaendelea kuogopa. Neno la Mungu linasema waoga hawataingia mbinguni. Narudia tena, Yesu anakuita. Umetishwa na madaktari, umetishwa na waganga ya kwamba hiyo haiwezekani. Yesu anakuambia niletee hiyo. Kwake inawezekana. Mimi nakuambia kwake inawezekana. Jioni ya leo Yesu anakuita. Wewe ambao umelemewa, kuja hapa. Yesu atakuponya. Hatukulipishi chochote. Yesu atakuponya. Yesu anakuponya for free, kwa sababu alitupatia bure na sisi tunapeana bure. Unaogopa? Haya, shikilia pale panapokuuma. Ikiwa ni matiti, ikiwa ni tumbo, ikiwa ni mguu, shikilia, nitamke neno la Mungu. Ikiwa ni kichwa, shikilia tu, nitamke uponyaji ndani ya maisha yako. Bwana Yesu, ninakuita jioni ya leo. Ni usiku tena Bwana, lakini tumefika hapa Isiolo. Tazama watu wako Bwana walio na mahitaji. Wengine Bwana wana magonjwa katika biashara zao, Yesu ukawaponye. Wengine Bwana wana magonjwa katika miili yao, Yesu unaitika malaika wako wa uponyaji Bwana akashuke mahali hapa Jehova, akapate Bwana Yesu kuponya watu wako, kwa sababu Bwana wameamua kusikiliza neno lako. Vile wanavyoisikia sauti hii Bwana, wakiwa wana imani Mwokozi wa maisha yetu, toa kanza kwao, toa ukimwi kwao, toa umalaya kwao, toa uzinzi kwao, toa kuhangaika ambao shetani ameweka kwao. Yesu, toa kila ugonjwa wowote